alama za raf'i zimefika mwisho: ad-dhamma, al-waw, al-alif na thubutu an-nun. Ama kwa kuwa muda wetu bado naruhusu kidogo na watu tunawasubiri hawajafika, alamatu nasbi, alama za nasbi. Kwa hiyo kwa mukhtasar ni kwamba wewe unapopitia maeneo yote jitahidi kujua kwamba kwa nini hapa pana dhamma, kwa sababu ni mufrad, ima ni jamu taksir au jamu anath salim. Kwa nini hapa kuna wao, kwa sababu ni jamu mudhakkar salim, au ni katika asma'u al-khamsa, na ujue kuwa imekuwa ni marfu kwa sababu zipi. Kwa hapa ikiwa ni katika af'alul khamsa, basi utambue kuwa hapa ni marfu kwa sababu imeungana na wau jam'in au alif ithnain au ya'u al-muannatha al-mukhataba, sitorufaisha kwa dhamma tena, rufaisha kuthibiti nuni mwisho. Alamatu nasbi, alama za nasb. Nifunza kuwa an-nasbu ni taghayyur makhsusun alamatuhu al-fatha. An-nasbu ni mabadiliko maalum ambayo alama yake ni fatha, alama ya asili, wa maanaba anha, vinavyokaa niaba ya fatha. Qala wan-nasbu 5 alamatin, ina nasbu alamatano: al-fathatu wal-alifu wal-kasratu wal-ya'u wa hadfu an-nun. Alama ya kwanza ni fatha, ikaja alif, ikaja kasra, ikaja ya, ikaja hadfu an-nun. Sheikh Uthaymeen rahimahullah ta'ala wakati anaelezea sehemu hizi, kianzia na ile ya mwanzo ya dhamma kisha kaja wao, anasema kuwa kaanza na dhamma kisha ikafuata wao, kwa kuwa ile dhamma ukishibisha tena inaleta wao. Yani kama una neno Muhammadun, kivutia tu Muhammadun, inakuja nini mbele yake? Yaonekana basi wao iwe ni alama ya pili ya nini? Ya rafi. Baada ya kuishibisha ile dhamma, maana yake kuivuta. Ukiivuta tu itazaa nini? Itazaa wao. Huku pia upande wa fatha kaanza na fatha kisha alif. Amesema hivyo ilikuwa fatha ukiishibisha itazaa nini? Alif. Kwa hiyo alama ya pili ya nasbi iwe ni nini? Iwe ni alif. Kwa hiyo wameangalia mbali na ameelezea katika sharh yake ya matnu ile Ajrumi pia ambayo iko dukani inapatikana. Hii pia mtatakiwa muipitie, muisome, hakuna haja kuleta, inajulikana ya Uthaymeen. Iko nyingi lakini hiyo ndio ambayo tunaipitia na tunaisoma kwa ajili ya kuongezea maarifa na kusaidia jamii pia. Kwa hiyo kaanza na fatha kisha alif. Nizoambia kuna hikima gani? Mwingine atauliza tu sababu shaisoma hiyo. Kuambie kuna kwa nini fatha kisha alif? Ushinde tu ili akwambie hapa kwa sababu kumbe ni hivyo. Lakini ashakuona mjinga wakati huo. Kwa ni vitu utakiwa uvipate tu, vijue na maisha yaende hivyo. Ismaili asema sijaelewa. Al-fatha amekuja na fatha kisha alif. Kwa nini alif iwe ni alama ya pili ya nasbu? Tumesema kwa kuwa ile fatha yako ukivuta kama una ba kusema ba inakuja nini? Alif. Kaonekana alif ni alama ya pili yani ya nasbu. Kwa hiyo nako kwenye dhamma ukiongezea tu kuivuta kidogo kuishibisha inazaa wao, inaonekana na wao hiyo ndio alama ya pili ya nini? Ya rafi kwa kule mwanzo. Aqulu nasema yumkinuka an tahkuma ala al-kalima, ay yumkinuka hukmuka ala al-kalima. Kitabu cha tatu cha nahwu wadih maeneo yake ndio haya. Yumkinuka, ya kuwezekania wewe kuhukumu, na unaambiwa wewe an tahkuma ala al-kalima, ay yumkinuka hukmuka ala al-kalima,
kuhukumu wewe neno kalihukumu wewe kama wewe neno bi annaha mansuba mata idha wajadta fi akhiriha, utapata mwisho wake alamatan, alama min 5 alamatin, miongoni mwa alama 5, yani moja katika alama 5 ukikuta, basi neno hilo lihukumu kwamba hili ni mansub. Ani mansub ndio warudi ni mansubu sababu gani? Hapa ni mafuulu mbili, lakini tayari ushapata nini? Picha. Anachoni pia kutuacha hivi tunatujia mansubatu 15 nukta ambazo ziko mbele tutazipata biidhnillah tabaraka wa taala. Yani hii ndio kitu muhimu. Kwa hiyo tukisoma kijibada tusema hebu toeni kwa nini? Ushajua kwamba hii alama ya rafi inaingia eneo kadha na kadha na kadha. Chama nasbi hii ni eneo lake. Sasa nitamke tu kuwa darabtu Muhammadan, hapa ni Muhammadan ni mansubun. Kwa nini? Ni naibul fa'il. Kosea hivyo lakini ushajua nini? Ni mansub. Tuko sawa? Na hutolaumiwa kwa sababu labda hujamsoma vizuri ukamshiba. Lakini ushajua alama ya fatha ni alama ya nasbi. Kwa hapo umekosea bwana, hapa ni mafuulu mbili. Lakini ashapata 50% ya shaifa. Kubakia 50 ndio aijazie ili iwe 100%. Kwa hiyo ni muhimu sana kuitambua hilo. Wewe utahukumu neno wewe sasa, sio mwenye kitabu. Manaka ashakufundisha, watakiwa uwe ni mwenye kuhukumu, na wewe jitahidi. Bianna mansubatun idha wajadta fi akhiriha alamatan, ukipata mwisho wake alama min 5 alamatin. Wahidatun minha asliyatun, moja miongoni mwa hizo alama 5 ni asili, wa hiya alfatha, na ni fatha. Wa 40 furu'un, na 4 ni matawi, ambayo aseme wa 4 furu'in, lakini wa 4 furu'un minha, hii ni sifa ya 40, na 4 ni matawi ya hizi 5. Hizi moja ambayo ni fatha, maana yake inakaa niaba nini? Niaba ya fatha. Wa hiya al-alif wal kasratu wal ya wa harfu nun, nazo ni alif na kasra na ya na kuondosha nini? Kuondosha nun. Al-fathatu wa mawadhi'uha, fatha na maeneo yake. Hiyo fatha maeneo yake ni yapi? Kwamba nikikuta fatha sehemu hiyo ndio kwamba hapa ni kwa sababu ni kitu fulani. Hala fa amma al-fathatu, ama fatha fatakunu alamatan lin-nasbi, ni alama ya nasbi fi 3 mawadhi'a, katika sehemu 3. Sehemu ya kwanza fi ismi al-mufrad, katika ismu mufrad iliyosema kule, wa jam'i at-taksir, fi jam'u taksir ambayo sabaka dirasatu, wal fi'lu al-mudhari'u idha dakhala alayhi nasibun, na fi'lu mudhari'u takapoingiliwa na chenye kunasibisha, walam yattasil bi akhirih shay'un, ikawa haijaungana mwisho wake na nini? Na chochote katika vile imma ya'u al-muannath al-mukhataba au jam'u dhamiru jam'i au dhamiru tathniya au nunu niswa au nunu tawkid, isiungane na hivyo. Yani yale mwanzo tulizungumza unayounganisha na huko. Sasa ikiwa haijaungana na vitu vyote hivi utainasibisha kwa fatha. Wa aqulu, ninasema takunu al-fathatu alamatan, inakuwa fatha ni alama, ala anna al-kalimata mansuba, kwamba neno ni mansuba fi 3 mawadhi'a, katika sehemu 3. Al-mawdhi'u al-awwalu al-ismu al-mufrad, katika jina moja. Ikiwa jina ni moja, sehemu ya nasbi utatumia fatha. Wal-mawdhi'u ath-thani jam'u taksiri, jam'u taksiri pia iliyorufaisha kwa dhamma inasibwa kwa nini? Kwa fatha. Wal-mawdhi'u ath-thalithu al-fi'lu al-mudhari'u alladhi sabaqahu nasibun, na fi'lu mudhari ambayo imetanguliwa na chenye kunasibisha, ambayo ndio amili wake. Walam yattasil bi akhirih alif ithnain, na ikawa mwisho wake jiungana nini? Alif ya wawili, au wau jamaa, au ya'u mukhataba, au nunu tawkidin, au nunu niswa, wala nunu niswa. Isika bana vitu hivi, wala nunu tawkid wala nunu niswa, hapo ifanye mansuba, hakuna shida. Amma al-ismu al-mufrad, ama jina moja, faqad sabaqa ta'rifu, ishaelezewa ma yadulu ala shay'in wahidin,
wal fathatu hiyo fatha sasa takunu dhahiratan ala akhiri inakuwa dhahira mwisho wa hilo jina fi nahwi laqitu aliyan wa nahwu qabaltu hindan fa'aliyan wa hindan ismani mufradani majina mawili tena mufradani wa huma mansubani liannahuma maf'ulani kwa kuwa majina haya hapa yalipo ni maf'ulani na katika zile mansubatu al-15 miongoni mwao ni al-maf'ul bihi kwa hiyo ndio maana hapo ni nini ilikuwa ni mansub kwa ni mufrad wa alamat nasbihima al-fathatu dhahira na alama nasbi ni fatha ya wazi wal awwal mudhakkarun wa thani muannathun ya kwanza ni mudhakkar aliyan na ya pili ni muannath ambaye ni hindan وتكون الفتحة مقدرة نفي فتحة إن هذا كان مقدرة نحو لقيت الفتى ونحو حدثت ليلى لقيت الفتى مثلنا كجانا تقديرية فتحة كما تقولون ضمة تقديرية كله وحدثت ليلى ومحدثية ليلى كيف تقديرية فتحة فالفتى وليلى اسمان مفردان منصوبان لكون كل منهما وقع مفعولا به kwa kule kuwa kila moja miongoni mwa haya limetuka maf'ulan bihi pale lipo ni maf'ulun bihi wa alamat nasbihima fathatun muqaddaratun ala al-alif alama nasb pale ni fatha muqaddara juu ya alif manaa min dhuhuriha at-ta'adhuru imezuia kudhihiri ile fatha at-ta'adhuru kule kushindikana hii ni sababu kama tuliona au ni mani'un min mawani'i dhuhuri al-haraka wal-awwal mudhakkarun wa thani muannath wa amma jam'u taksir ama jam'u taksir faqad sabaqa ta'rifu aidan taarifu yake ishatangulia na naamini kuwa mtakuwa mmeipitia kwa sababu najua kuna darasa huenda yakaulizwa utakuwa umepitia kung'ang'aa macho kuangalia mazingira yako vipi ikija usije ukakwama na mara nyingi huwa tunatumia njia hiyo kiendaenda wajaribu kugusa huko nyuma jambo hajieleweka mtafutia mtu kazi ya kufanya na huyu afanye muraja kusoma kumemshinda kama muraja huna sasa ufanye kazi gani tafutiwe kazi ya kusaidia fundi piga rifu na nini basi ndio itakufaa sababu haina cha muraja unaingia kazini unakiwa kazi na unafanya واما جمع تكسير فقد سبق تعريفه ايضا مtangulia taarifu yake sitamtaja mtu akitaja sasa inawezekana hajijiandaa lakini jiandaeni kwa hali hiyo والفتحه قد تكون ظاهره فتحه inaweza kuwa dhahira ala akhiri ونحو صاحبته الرجال صاحبته الرجال نسبيana na wanaume ونحو رعيت الهنود رعيت ra'a kuwa chunga na kuwa linda farijala walhunuda sababu ni arrijala farijala walhunuda jam'an jam'a taksirin mansuban na mudhaf na mudhaf jam'ani inaonyesha nini kwa sababu ya nini idafa jam'a taksirin mansubani لكونهما مفعولين فكوا ni maf'ul wawili wa alamat nasbihima na alama nasbu ya hii الرجال na mwenzake alhunud alfathatu adh-dhahira والأول مذكر والثاني مؤنث وقد تكون الفتحة مقدرة نذا يكون فتحة مقدرة نحو قوله تعالى وترى الناس سكارى kwani qad gani litakthiri au litaklil na litakthiri hii qad takunu dhamma imma dhahira au muqaddara qad ni takthir au at-taqlil taqlil taqlil au takthir hasa kama ni mukaddara tu itakuwa ni takthiri au taqlil kwa maana yake tusema baadaye inaweza kubadilika kwa uchache naam
tuelewane kwa sababu nyinyi ndio wasomi. Tayari imekuwa ni laila ni fatha muqaddara. Alafu je ni ya taqlid. Maana yake inaweza ikaja kubadilika muda mwingine au? Ni taksir taqlid. Basi mkae mfikirie vizuri alafu mjibu sahihi. Inaonekana mshatadizana. Saizi hatutaki jawabu, tutakaa fanye munakasha kisha jawabu ikiwa sahihi ndio bakie ni taksir au taqlid, sio na taradda la takiwi. Naona maswali yashaanza kujitokeza. لقولهما مفعولين وعلامة نسبهما الفتحة الظاهرة والأول مذكر والثاني مؤنث وقد تكون الفتحة مقدرة نحو قوله تعالى وترى الناس سكارى من جمع تكسير يا سكران ونحو قوله تعالى وأنكحوا الأيام جمع يا الأيم الأيام wanawake wajana فسكارى والأيام جمع تكسير منصوبان لكونهما مفعولين وعلامة نصبهما فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر وهي مشركان ndiko ambako kumezuia isidhihiri nini isidhihiri haraka. واما الفعل المضارع المذكور اما فعل مضارع iliyotajwa ili ambayo tutairufaisha kwa dhamma na nasio kwa fatha lakini iwe haijaungana na alif al-ithnain waw al-jamaa ya al-muannath al-mukhataba wala nun nis wala nun tawkid ni hii kauli ta'ala lan nabraha alayhi aakifina lan nabraha fanabraha fi'l mudari mansub bilan wa alamat nasbihi al-fathatu al-zahira. Na kweli hapa jakutana na moja katika vile ambavyo tunana navyo irabu yake inakuwa sio hiyo havipo. وقد تكون الفتحة مقدرة نحو يسرني أن تسعى إلى المجد يسرني أن تسعى إلى المجد هذا كنا فاعل أن تسعى إلى المجد بني المصدر الأول من أن والفعل yetu kitabu kigeuza tufanyaje hapo usemeje yasuruni sa'ayuka ila al-majdi kwa sababu namwambia mtu yasuruni antas'a anta kwa hiyo yasuruni sa'ayuka ila al-majdi fatas'a fi'l mudari mansub bi an wa alamat nasbihi al-fathatu muqaddaratun ala al-alif منع من ظهورها التعذر مفاعل يكون أنت kimalizia فإن اتصل بآخر الفعل المضارع ألف الاثنين ikiungana mwisho wa fi'l mudari alif ya wawili nahau lan yadriba au waw jamaati nahau lan tadribu au ya mukhataba nahau lan tadribi lam yakun nasbuhu bil fatha haitokuwa nasbu yake kwa fatha fakullun min tadriba wa tadribu wa tadribi mansubun bilan kila moja miongoni mwa hizi ni mansub bilan sikuwa tadribani tadribuna tadribina ikaingia lan tukaondosha zile nuni sawa mansubun bilan wa alamat nasbihi hadfu nuni wal alifu أو الواو أو الياء فاعل مبني على السكون في محل رفع وستعرف توضيح ذلك فيما يأتي كما utajua ufafanuzi wa hili au wazi wa hili kana kuja kile tayari ushapata picha kuwa kumbe af'alul khamsa au al-amthilati sita au al-khamsa itaka kunasibisha nitaondosha nini ile nuni kule mwisho basi itakuwa ni moja ya mafunzo ambayo tumejifunza kule. Tunafaisha kudhibiti nuni lazima iwepo na wakati huo tunasibisha kwa nini? Kuondosha nuni. Maana ni kwamba ukisikika unasema Muhammaduna yaakulu at-ta'ama bila hata lan hakuna tayari itakuwa ni sahihi au ni kosa hili. Maana yake hakuna
labda mtu alete sababu hapa takdiri yake kadha, lakini pia uangalie, sio udanganye tu takdiri yake kadha. Angalia, je, sentence inakubali hiyo takdiri anayosema? Ila shakosea kisha anataka kujitetea, Muhammaduna yakulu at-ta'af, ambia hapa nitikisa mkono hivi ili akuingize 18. Atoe sababu za kueleweka na wewe uziridhie kuwa kwa hapa kweli amefanya hivi sababu hizi. Hakuna unabakia na msimamo wako kwamba hapa weka nuni, sababu hakuna kinachonasibisha. Weka nuni urufaishe kwa kudhibiti nuni, sio nasibishe hali yako hakuna nini kitenda kazi kinachonasibisha. Ubaki na msimamo wako, maana usiumbishwe. Ama akuatia hoja za kunahisha, sawa, sababu watu wengi huwa wanatumia vigezo, ashakosea alafu ataka atetee yale makosa ili asionekane hajui. Sasa dunia hii ikiwa na wewe ujitahidi, yani umenyane kwamba bana mimi nasema hivi, nipe kaida inayozungumzia kuwa unaweza ukasema hivi, kitabu gani? Akipa vitabu narejea najirisa, mambo yanakwenda. Lakini kinyume cha hivyo awe ibidi ujitetee, sababu tushazoea bana watu fulani wanahau sio mchezo, hata akikosea manake unaogopa kumhoji pia. Tamta bana, sababu maarifa bana si mchezo. Kanakuja na kitu chake kama hiki, au unaogopa kujaribu kutetea, mimi jifunza hivi, mbona anakwenda kinyume na kaida? Hebu nipe shahidi wa hili. Tuko sawa? Usiwe wepesi kwa hivyo, kweli hatujui, lakini kidogo tu tusiwe wepesi sana hivyo kwa kila kitu wewe nakubali amin amin amin. Hapana, haitakiwi hivyo. Kwa hiyo wasema atakuja kutueleza kwa upana huko mbele. Wanitasala bi akhirihi nunu tawkidi thaqila, ikiwa imeungana mwisho wake nunu tawkidi thaqila, hiyo mudhari'i nahau wallahi lan tadhhabanna au khafifa wallahi lan tadhhaban, fahuwa mabniyun ala al-fathi fi mahalli nasbin. Tujegea juu ya fatha sababu ya kutana nini nun at-tawkid, itakuwa mazingira yake yanabadilika. Wa intasala bi akhirihi nunu niswa, ikiwa mwisho umeungana nunu niswa, nahau lan tudrikna al-majda illa bil afafi. Lan tudrikna al-majda illa bil afafi. Afafi ni kujizuia, ambia wanawake hamtodiriki utukufu isipokuwa kwa kujizuia na mambo ya uchafu. Hapo bwana utakuwa mtaheshimika. Mwanamke anaheshimika au unamheshimisha wewe kwa kumuoa akawa yuko ndani, yeye ni mheshimiwa wakati, lakini hajijui maskini. Hali kiwa ngumu ataka atoke. Hawana wale wanaotembea uchi ndio wako kwenye maisha. Wewe ni mheshimiwa. Wale ni muda fulani tu, yale mapaja yakiisha anapouzwa hana chochote. Ndio maana ukuta mara nyingi wanajipiga rangi ili kujiweka sawa, mara atembee nguo ya ndani inaonekana. Kwa nini? Kwa sababu tayari ule uzuri aliolewa nao aliokuwa nao ushakisha, kwa lazima atafute nini? Vijivutio, lakini tayari hana thamani. Ili mwanamke mutadayina, hata awe ni mzee, anatembea na baada ya heshima yake iko pale. Kwa hiyo tuambie kuwa hatodiriki utukufu isipokuwa bila afaf. Fahuwa hina idhin mabniyun ala sukuni fi mahalli nasbin. Kwa tutajengea ala sukuni fi mahalli nasbin. Hapa nitazungumza kidogo upande wa lan tadhhabanna au lan tadhhaban. Muda wa kuwa lan inafanya kazi ya kunasibisha, na fi'ili yako imekutana na nunu taukidi ikawa ni mansub. Yani kabla ya hapo, mfano tuondoshe lan, tujalie lan haipo, wallahi la adhhabanna ila suq, tujengea ala al-fathi litisali binunu taukidi, si ndio? Na wakati wewe unaingia lan na lan inanasibisha, je utafanyaje? Itakuja ile i'rabu al-mahalli, kuwa hii fatha hapa ilipo iko sehemu ya nasbi bilan. وتذهبن فعل مضارع مبني على الفتح في محل نسب بلن. Asili yake hii fatha kama lan haipo itaendelea kuwepo, lakini lan ipo na inafanya kazi ya kunasibisha.
tuifanya vipi hapa? Inabidi ujengee ala al-fath kama kawaida, lakini fi mahali nasbin bilan. Turudia tena, tadhhabanna fi'l mudari' mansub bilan wa alamat nasbihi fathatu muqaddara. Hapana, huwezi kutumia hivi. tadhhabanna fi'l mudari' mabniyun ala al-fath liittisalihi bi nun at-tawkid fi mahalli. Naweza kumaliza kwa nini fatha liittisalihi bi nun at-tawkid la fi mahalli nasb bilan, takuwa imenyoka vizuri. Fi'l mudari'un mabniyun ala al-fath, kwa nini? liittisalihi bi nun at-tawkid. Lakini usimalize kabla nini, kurudi nyuma, fi mahalli nasb bilan. Hukunako upande wa lan tudrikna al-majda fi'l mudari'un mabniyun ala as-sukuni liittisalihi bi nun an-niswa fi mahall nasb bilan. i'rabu al-mahalli muda kuwa tamko ni mabni. Kwa maana akasema shekhe wa in ittasala bi akhirih nun tawkid thaqila nahaw wallahi lan tadhhabanna أو خفيفة والله لن تذهبا فهو مبني على الفتح في محل نسب. وكناكو مبني على السكون في محل نسب نipande wa nunu an-niswa. Kwa hiyo katika irabu yako utapita mvitu wa design hii ili urudi katika mlango wetu wa al-i'rab al-mahalli ambao tumejifunza katika an-nahwu al-wadih al-juz'u athani. Nafikiri ni kisimamo kizuri, muda wetu umesogea. Tutatoa dakika 2 tu tafadhali, ili tusali dakika 2 peke yake, na pia zikipungua itakuwa ni aula. Maana yake maswali yasiokuwepo itakuwa ni bora. Naam, nimesema hii kutumia fatha ya ta, neno hili inakuwa ni masdar. Kutumia kwa kasra ya ta inakuwa ni fa'il. Hapo sio kwa hapo, yani maeneo yote, yani kama umekuta labda sehemu ukitafsiri kuwa mwenye kama fa'il haikubali, basi itumie kwa masdar kwa kuweka fatha. Kwa hapo hasa ni masdar. fa'il sio ism fa'il. Na lazima tutakuwa kuna kitendo wakati huo. Hakuna fa'il bila nini. Ukimkuta ushajua huyu ni fa'il, weka kasra ya ta. Tawil maksura. Na kwani ni haram masdar kuwa fa'il? Tazungumzia wakati gani itakuwa ni masdar, wakati gani itakuwa ni fa'il. Masdar ya fa'il, fa'il ya fa'il, lakini lengo letu ni kasra na fatha. Umeuliza, je, hapa ilipo ni masdar au ni fa'il kwa maana ya ismu? Si ndio? Hapa ni fa'il na wakati huo ndio fa'il wa jumla hii. Hapa ni masdar lakini pia ni fa'il wa jumla hii, kutegemea na nini pale ilipo. Hapa na kasi ndio kitu kidogo tu basi. Na si aweza yawa na la tunasema ikiwa fa'il ni muthanna au ni jamu au ni mufradi, pia watakiwa fi'il katika sura mufradi. Una yadhribu na ni muhammadani, siye yadhribani, muhammadani siye hivyo, kwa kuwa hii alif kwenye yadhribani tayari ni fa'il.
Muhammadani pia ni nani? Fa'il. Kwa hiyo haitakani hivyo hivyo. Labda ikiwa umeanza na hiyo Muhammadani yadhribani. Na katika lugha ya Kiarabu pia wanajulisha baadhi ya ahlul ilmi wanaita lugha ya akaluni albaraghisu. Akaluni kuna wao kisha albaraghisu ambayo ni fa'il. Lakini ikija katika sura namna hii fa'il hawi wangapi? Wawili. Tunasema yadhribani Muhammadani, fa'il atakuwa ni hii alif kwenye yadhribani. Kisha Muhammadani ni badali ya nani? Ya hii alif. Hakuna fa'ili wangapi? Wawili. Sawa? Lakini lugha iliyokuwa fasaha ni ikiwa fa'ili ni muthanna au ni jam'u lazima fi'li je katika sura ya mufrad. Lakini kama nilivyowaambia hii lugha pia imetumika yataaqabuna fikum malaikatun, katika hadithi pia imekuja yataaqabuna fikum malaikatun bin-nahar malaikatun bil-layl. Kwa hiyo ni lugha imetumika, lakini wakati huo fa'ili atapatikana kwenye hii fi'ili, kisha hii al-malaikatu itakuwa ni badal ya nani? Ya hii wao jamaa iliyokuwa hapa. Kama itatumika lugha design hiyo. Lakini lugha fasaha ni hii tuliyozungumzia. Sikuwa hii pia yatumika kwa sababu kwenye hadithi imetumika. Sikuwa jue kwamba nikiitumia fa'il yangu atakuwa ni yupi na baada yake atakuwa ni nani. Kwa dhahabu Muhammaduna. Kwa hiyo hii wao ndio fa'il, Muhammaduna ni nani? Ni badal. Mimi nisiulize maswali mengi. Dhahaba Muhammaduna. Bas. Muhammaduna ni fa'il, dhahaba ni fi'li na ni fi'li ambayo ni mufradi na fa'il imekuja katika sura nini? Sura ya wingi. Kwa hiyo yajibu tauhidul fi'li ma'a al-muthanna wal jam'i. Yani kuifanya fi'li mufradi ikiwa fa'il ni muthanna au ni jam'i. Dakika zetu zimekwisha. Tuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama kuna swali iliwekeni kesho mtauliza. Lakini mara nyingi huwa tukiweka sijui msahau, tunaweza kawa ameweka alama kesho nitauliza kisha inatoka hivi. Sijui usahau maskini mambo mengi. Hao mambo elimu yapunguze kidogo. Wengine bado hawajaoa wala wafikiria hata kesho au kesho kutwa. Ukiwa na mawazo hivi ni hatari. Muhimu tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khairan.